Epuka mafundisho ya mashetani. Epuka mafundisho ya mashetani. Ninakusihi, ni nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari. Epuka mafundisho ya mashetani. Kwa mujibu wa Biblia, mafundisho ya mashetani ni yale yanayopingana na kweli ya neno la Mungu. Kama kuna fundisho lolote linalopingana na kweli ya Mungu, hilo ni fundisho la mashetani. Litakuwa limeanzishwa au linaenezwa kwa ushawishi wa roho za uongo na mapepo. Utajuaje? Utapoendelea kufuatana na mimi katika somo hili, utaelewa kwamba ni mafundisho yanayosambazwa na roho za uongo na mapepo. Sasa haya mafundisho huwafanya watu waache imani ya kweli na kuishi kwa udanganyifu wa kiroho. Kwa hiyo namna ambavyo mtu anaishi, unashangaa anaacha mafundisho na imani ya kweli, alafu anaanza kuishi kwa udanganyifu. Anaanza kuishi kwa namna ambayo sio sawa mbele za Mungu. Na liko andiko ambalo tutalisimamia siku ya leo kwa ajili ya kujenga msingi wa somo letu hili la kuepuka mafundisho ya mashetani. Ukisoma waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3, tutaona kuhusu jambo hili. Timotheo ni mtoto wa imani wa Mtume Paulo. Sasa anapoandikiwa mambo haya, anaelezwa pia jinsi ya kuweza kuepuka mafundisho ya mashetani. Timotheo wa leo ni mimi na wewe. Naomba tusome ili tuone Mungu anasema nini nasi kwa habari ya kuepuka mafundisho ya mashetani. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Mungu lasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokelewe kwa shukurani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Mungu wa mbinguni alibariki neno lake. Kwa hiyo kimsingi, umaarufu wa mafundisho yasiyo ya kibibilia ni matokeo ya upinzani wa adui kwa kazi ya Mungu. Kwa hiyo kimsingi ni upinzani. Sasa upinzani huu ni vizuri uepuke kuhusu mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo unaweza ukaangalia mambo haya na wanaotumiwa wengi kwa ajili ya kuyasambaza mafundisho ya mashetani walitumiwa na Mungu hapo mwanzo kwa vipawa na karama za hali ya juu sana, lakini sasa wanamtumikia adui kwa sababu taratibu wamegeuka na kufata roho zidanganyazo na wamefata uongo wa kishetani. Wamefata mambo hayo, wameacha zile kanuni za kweli, lakini kwanza ni kweli walitumiwa na Mungu. Kwa hiyo mafundisho ya mashetani sio kwamba yanatolewa na watu ambao unaweza ukadharau. Hapana, ni watu ambao wanaaminika na walitumiwa na Mungu hapo mwanzo, lakini sasa wamegeuka, wamebadilika, hawamtumikii tena Mungu, wanamtumikia adui, na walianza kugeuka taratibu kidogo kidogo. Kwa hiyo kama yuko mtumishi ambaye ananisikiliza au Mkristo ananisikiliza au mtu yeyote yule, aelewe kwamba mambo haya yanafanyika taratibu. Yaani shetani anapokuchanganyia uongo wake, haleti uongo moja kwa moja. Anaanza kwa kukuchanganyia, kama tulivyoona kwenye bustani ya Edeni. Hawa alichanganyiwa kwa werevu na nyoka ambaye ni wakala wa shetani, akachanganyiwa kidogo neno ambalo likawa sio neno la Mungu alilolisema, kwa sababu kuna kitu ambacho kimeongezwa ambacho sio maelekezo ya neno la Mungu. Kwa hiyo hata hao wanaoleta mafundisho ya mashetani ni watu ambao wanalijua neno, lakini kwa sababu wanatumiwa na adui na wamegeuka taratibu, wanayaingiza kwa hekima fulani. Ni vizuri ukawajua. Sasa mifano ya mafundisho ya mashetani ni ipi? Mifano ya mafundisho ya mashetani ni ipi?
Kwa hiyo utakwenda kuyaona hiyo mifano, na wako watu pia ambao waliweza kutumiwa wakaiacha ile njia ya kweli taratibu kidogo kidogo. Ukisoma waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 4 mstari wa 10, utaona kuna mtu anaitwa Dema alikuwa anafanya huduma na Paulo, lakini akaja akaiacha njia ya kweli, akaipenda dunia zaidi. Sasa Dema kama alitembea na Paulo, maanake elewa kwamba analifahamu neno, kwa sababu mtume Paulo ameandika karibu nusu ya Agano Jipya. Kwa hiyo kukaa naye maana yake alifundishwa neno la Mungu huyu Dema. Kwa hiyo alikuwa na ujuzi wa neno la Mungu. Sasa amegeuka na kuiacha kweli, akaipenda dunia zaidi. Maana yake anapotumika kule duniani, anapomtumikia adui shetani, maana yake atachanganya na yale mafundisho ambayo aliyapata kwa mtume Paulo. Kwa hiyo mafundisho ya mashetani yanaenezwa na watu ambao wako well experienced katika neno la Mungu, wana ujuzi na ufahamu, ila wanachanganya kitu ambacho sio neno la Mungu. Kwa hiyo utaona mtu kama huyo amegeuka, na wako watu wengi ambao waligeuka. Hata ukiangalia kipindi cha Yesu Kristo, Yuda Iskariote alikuwa anaifahamu kweli, lakini akachagua kufuata yale ambayo adui anasema. Wale maadui wa Yesu ambao walikuwa wanataka kumuua. Kwa hiyo mtu anayetumiwa na shetani katika sehemu ya mafundisho, elewa kwamba ni mtu ambaye anatoka ndani ya imani, anaijua misingi, lakini kwa kukengeushwa anaanza kubadilisha mambo ya msingi. Ninakufundisha na nakukumbusha mambo haya ili utubu, maana ni nyakati za mwisho. Mafundisho mengi ya mashetani yameenea, yametapakaa. Sasa ni vizuri uweze kuepuka mambo haya, utakuwa salama sana. Usimuuze Yesu wako, usimsaliti Yesu wako, kwa sababu yeye ndiye mwokozi wako. Mungu wa mbinguni akusaidie uelewe mambo haya ninayoyasema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa mifano ya mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya mashetani tutaangalia mambo kama 5, 6, 7 hapa, ambayo yatatusaidia kuweza kuelewa mifano ya mafundisho ya mashetani. Kwa mfano, kuacha imani ya kweli, yaani fundisho lolote linalokuelekeza kuacha imani ya kweli. Tumesoma kwenye Timotheo hapo, tumeona kupinga kwa habari ya ndoa na kula vyakula fulani. Kunatokea fundisho ambalo linatiliwa mkazo katika jambo hilo. Kwa hiyo kuacha ni dhambi, fundisho ambalo Mungu amelitoa. Kwa hiyo dhambi, unaambiwa sasa usioe, ndiyo sehemu ya utakatifu. Unaambiwa usile aina fulani vya shukurani, wakati Mungu aliyeumba haya yote yanaweza kupokelewa kwa shukurani na yakalika kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa hiyo watu huondolewa kwenye mafundisho sahihi ya Kristo na kufuata mafundisho mapya yasiyo ya msingi wa maandiko. Wanafundishwa. Kwa hiyo mtu anaiacha imani kwa sababu ya misingi hiyo. Kwa hiyo watu wanaelekezwa ili uwe mtakatifu basi usioe. Watu wanatolewa kwenye mfumo wa kimungu kwamba mtu ukitaka kuwa mtakatifu lazima asiwe na ndoa kabisa. Hii ni potofu, haikubaliki. Kwa sababu ukimwangalia mtume Paulo, ukisoma kitabu cha Matendo kitabu cha Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 4, Mathayo anamzungumza mtume Petro, alikuwa ameoa, ana familia yake. Kwa hiyo hauwezi ukalisema kama sehemu ya fundisho kwamba mtu asioe, kuacha imani ya kweli. Watu wanafundishwa siku hizi wasiwe na ndoa. Sio jambo ambalo ni fundisho la kimungu. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho ni potofu, ni mafundisho ya mashetani. Uyaepuke kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini jambo la pili, kuabudu sanamu na mapepo. Kuna watu wanaelekezwa kuabudu sanamu na mapepo. Kwa namna gani? Watu wanageukia imani na ibada ambazo sio za Mungu. Watu wanageukia ibada kwa mungu wa mashetani au kwa miungu ambao ni mashetani, wanageukia huko. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuelewa kwamba
kuabudu sanamu hakuruhusiwi. Mfano watu wanaomba kwa wafu, mtu anaomba kwa wafu, lakini pia sio tu anaomba kwa wafu, anapeleka sadaka kwa mfano huko makaburini. Sio maelekezo ya neno la Mungu. Kwa hiyo Bwana wa mbinguni akusaidie kuweza kuelewa jambo hili. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 20 utaona jambo hili kwamba kuabudu sanamu na mapepo au ibada za wafu ni mafundisho ya mashetani. Jambo la tatu ni kugeuza neema kuwa kibali cha dhambi. Yuda sura ya kwanza mstari wa 4. Yuda sura ya kwanza mstari wa 4. Kugeuza neema kuwa kibali cha dhambi. Mafundisho yanayoruhusu au yanayotoa leseni ya kutenda uovu, watu waishi maisha ya uasherati, maisha ya ulevi, maisha ya uovu kwa kisingizio neema ipo. Mfano wengine hufundisha kwamba unaweza kuwa mzinzi, mlevi, mradi unamwamini Yesu. Huo ni uongo ambao ni mafundisho ya mashetani. Ukisoma Warumi sura ile ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 2 utaona jambo hilo kwamba kugeuza neema ya Mungu kuwa kibali cha dhambi. Ndio inakuwa leseni kwamba kwa sababu neema ipo, mimi nilishampokea Yesu, basi ninaweza nikafanya dhambi yote. Hayo ni mafundisho ya mashetani, uyaepuke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jambo la 4 ni kupinga uungu wa Yesu Kristo au mafundisho ya kweli kuhusu yeye. Unapinga uungu wa Yesu Kristo au mafundisho ya kweli kuhusu Yesu Kristo. Sasa unaweza ukaangalia mafundisho yanayokataa kwamba Yesu Kristo kwamba alikuja katika mwili, basi uelewe kwamba hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3 utaona. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kwa hiyo mfano wa mafundisho kwamba Yesu hakufa msalabani, bali alibadilishwa tu, aligeuzwa akawekwa mtu mwingine pale, hilo ni fundisho la kishetani linalopingana na kazi ya wokovu. Kwa sababu kazi ya wokovu tunaamini Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, akateseka kwa ajili yetu, akafa kwa ajili yetu na akafufuka. Kwa hiyo unapoanza kukataa kwa habari ya Yesu akufa msalabani, maana yake unakataa kazi ya wokovu aliyoifanya Bwana Yesu pale msalabani. Nataka nikukumbusha hayo ni mafundisho ya mashetani ambayo yanaenezwa siku za leo kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Lakini jambo lingine ambalo ni mafundisho ya mashetani ni kutegemea nguvu za kichawi au ishara za uongo. Mafundisho yanayohusiana na uchawi, mizimu au nguvu zisizo za Mungu. Yaani kunakuwa ndio sehemu kubwa mizimu, uchawi. Yaani ndio sehemu ya imani, ndio sehemu ya fundisho, ndio sehemu ya msingi wa kanisa hilo. Elewa kwamba hayo ni mafundisho ya mashetani. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 10 utamkuta yule mchawi Elima. Kwa hiyo utaona kwa kifupi kwamba mafundisho yote ambayo yanahusisha uchawi, mizimu na nguvu zisizo za Mungu, kwa kifupi mtu anasema kwa habari tu ya maono, yani ni maono, kila siku ni maono. Anajitakia faida kwa hayo maono, umaarufu kwa hayo maono. Maono menyewe amepewa kwa namna ya kishetani. Kwa hiyo hayo ni mafundisho ya kishetani kwa sababu hayamfunui Mungu zaidi. Yanafunua zaidi mambo yanayohusu giza. Kwa hiyo kuita jina la Mungu kinyume na neno la Mungu, unaweza kushangaa mtu anatumia uchawi na kuita jina la Mungu kinyume na vile ambavyo neno la Mungu linasema. Kwa hiyo yani kunakuwa na mazingambwe kwa lugha nyingine nizungumze hivyo, ambayo yanaonyesha kwamba mbona inawezekana tu, mbona hiki kinachofanyika kimekaa kwa namna hii, kimekaa kwa namna ile, ambayo kiuhalisia sio neno la Mungu, lakini huyo mtu anaamua kutumia jina la Mungu na analitaja, lakini akishirikisha na akitumia mambo yanayohusu uchawi. Elewa kwamba hata hilo fundisho unalopewa, unapewa fundisho ambalo sio sahihi, ni mafundisho ya mashetani. Lakini jambo la 6 ninapokaribia kwenda kumaliza ni injili ya tamaa. Injili ya tamaa ni mafundisho ya mashetani.
Ubarikiwe, injili ya kubarikiwa bila toba. Mafundisho ya kuomba Mungu atakubariki tu kwa kutoa pesa au kwa kutamka maneno bila kutubu au kuishi maisha matakatifu. Unaambiwa tu utabarikiwa, lakini maisha yako ya dhambi hauambiwi ugeuke utoke kwenye dhambi. Elewa kwamba hayo ni mafundisho ya mashetani. Ukisoma waraka wa pili wa Petro sura ile ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu, waraka wa pili wa Petro sura ile ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu, utaona jambo hilo. Kwa hiyo mtu anaelekezwa tu toa sadaka ili upone, ufanikiwe mwili. Hausishwi zaidi na toba na mahusiano na Mungu. Hapana. Elewa kwamba hicho kinachofanyika ni mafundisho ya mashetani. Jambo la saba na la mwisho, kuweka mapokeo mbele ya neno la Mungu. Kuweka mapokeo mbele ya neno la Mungu. Kufundisha mapokeo au mila kuwa juu ya Biblia. Mfano, mtu anafundishwa hawezi kuwa mtakatifu bila kuvaa mitindo fulani. Kuna mitindo ambayo kuna rangi fulani ambazo zinaelekezwa kwamba ukivaa hizi basi ndio unakuwa mtakatifu, bila kuweza kuonyeshwa hali yake ya moyo kwamba ni vizuri kuweza kubadilika ndani ya moyo, kwa sababu nguo au rangi fulani sio msingi hasa wa utakatifu. Sio msingi wa utakatifu. Ni sawasawa na Yesu akawaambia Mafarisayo kwamba wanafiki, mnaosha vikombe vyenu nje. Inaweza kawa ishara utakatifu, lakini sio msingi hasa. Kwa hiyo watu wanawekewa mikazo kwenye namna ya mambo ya nguo za rangi fulani ndio sehemu ya utakatifu. Kwa hiyo mapokeo yanakuepo. Ukisoma Mathayo sura ya 23 mstari wa 25 hadi 28 utaona mambo haya. Kuna mapokeo ya namna hiyo ambayo yanaonyesha kwa habari ya kuweka mapokeo mbele ya neno la Mungu. Kwa hiyo mavazi ni matokeo ya moyo, yani moyo. Ndio maana ukisoma waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile ya pili mstari wa 9 hadi wa 10 utaona mavazi ni matokeo ya hali ya moyo. Moyo uko vipi, mtu atavaa vile ambavyo moyo wake upo. Na ndio maana unaweza ukapambana na kahaba avae vizuri, lakini moyo kwa sababu umekaa kwa namna ya kikahaba, hata umvalishe nguo ndefu utashangaa atatafuta namna ili aweze kukaa kwa namna ile ambayo ni ya kikahaba. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuelewa kwanza moyo utengenezeke. Mapokeo ya rangi na vitu vinavyofanana na hayo kwa habari ya nje ni sahihi, lakini sio msingi hasa wa imani kwamba nguo za rangi fulani ndio utakatifu. Kwa hiyo kuna mafundisho ambayo yanawafanya watu wanashika mambo ya nje halafu ndani bado wanaendelea kuteswa na dhambi. Nataka nikwambie ni vizuri kuweza kuelewa mambo haya ili kuepuka mafundisho ya mashetani. Mafundisho haya ya mashetani ni yale yanayopotosha watu kutoka kwenye neno la Mungu. Wanatoka kwenye neno la Mungu, yanaenezwa na roho za uongo kwa lengo la kuangusha watu kwenye imani ya kweli. Wanaondolewa hapo, yanaenda kinyume kabisa na neno la Mungu, hayafanyi mapenzi ya Mungu, yanaelekeza zaidi umuhimu katika mwili kuliko mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiangalia mambo hayo utaona Mkristo anatakiwa kuchunguza kila mafundisho kwa neno la Mungu. Kila mafundisho unayosikia, unayopitia kwa neno la Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza utaona jambo hilo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo kuna watu waliomtumikia Mungu vizuri awali, lakini wakaanguka katika kupenda dunia, kufuata mafundisho ya uongo, kudanganywa na roho zinazodanganya na kutorudisha mioyo yao kwenye toba. Walipoanza kupotoka hawataki kurudi. Nikukumbushe ndugu yangu, sawa na Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 12. Angalia ulipoanguka ukatubu. Mungu akusaidie uweze kugeuka na kutoka kwenye mifumo ambayo inakufarakanisha wewe na Mungu. Mafundisho ya mashetani leo yamejaa na kuenea sana. Fundisho unalolifuata ni lipi? Ili ujue kwamba hili ni fundisho la Mungu, hakikisha kwamba lilingane na neno la Mungu, lilingane na maandiko.
na Mungu wa mbinguni atakuwa pamoja na wewe. Nikutakie wakati mzuri, nikutakie siku njema, nikutakie mwendo mwema katika nyakati hizi za mwisho ambazo zimejaa mafundisho ya mashetani. Nataka nikwambie, shika sana ulicho nacho, asije mwovu akakunyang'anya. Mungu wa mbinguni akusaidie uyashinde na uyaepuke mafundisho yote ya mashetani. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie.